Mbele yetu ni mwalimu mkuu wa shule ya Mount Sinai. Basi atajitambulisha jina lake na kutuambia leo kama mwalimu mkuu wa shule ya Mount Sinai, umejisikiaje, umefikiri nini kuhusu zoezi hili lililofanyika katika shule yako la uoteshaji wa miti? Karibu. Kwa majina naitwa Anna Naiman, ni mwalimu mkuu wa Mount Sinai. Kwa kweli leo ni zoezi kubwa sana ambalo limefanyika hapa shuleni Mount Sinai la upandaji wa miti ya kivuli na matunda. Ni zoezi ambalo limekuwa zuri sana la baraka. Tumeweza kupanda miti ya matunda na vivuli. Kwa kweli limeenda vizuri sana na watoto wamefurahia na shule tumefurahia. Shule yako katika miti iliyooteshwa hapa, kuna mti umepewa jina la Samialism, imebeba jina la Mheshimiwa Rais. Umejisikiaje ndani ya shule unayoisimamia kuwa na mti wenye jina la Mheshimiwa Rais? Kwa kweli kwanza jambo la kumshukuru Mungu. Ni jina kubwa la mheshimiwa kiongozi wetu, mama yetu, tunampenda sana. Yaani huo mti tutautunza kwa kweli, kwa sababu ni nembo kubwa sana, ni jina maarufu, ni jina la kiongozi wetu. Kwa hiyo tutahakikisha huo mti unakuwa vizuri kwa sababu unamwakilisha rais wetu. Kwenye kauli mbiu yetu ya kuotesha miti Samialism tunasema soma na mti. Utafanya nini kuhakikisha hiyo kauli mbiu wanafunzi wako wa shule hii wanaiishi? Lakini pia kwa walimu tuna kauli mbiu inasema ishi na mti. Utafanya jitihada gani ili kuwakarisha pia walimu ili waweze kuishi kauli mbiu ya soma na mti, ishi na mti? Kwa kweli kwanza kwa wanafunzi wetu lazima wajue umuhimu wa miti, na tuna mti wa matunda, tuna mti wa kivuli. Wajue sifa ya mti wa kivuli na vile vile kuambia matunda ni afya. Kwa hiyo tukiwaambia hivyo utakuta itaingia kwenye damu. Kwa hiyo wataishi wakijua kwamba huu mti mwisho wa siku unaniletea chakula. Asante. Na kwa walimu wetu, kwa sababu kwanza darasani ni lazima waweze kuwaeleza wanafunzi jinsi ya kuweza kuishi. Kwa hiyo lazima walimu na wenyewe waishi katika hiyo kauli. Asante sana mwalimu. Asante pia kwa kutukaribisha Samialism katika shule yako na kutakia wakati mwema.